وبعد tunaendelea na darasa yetu ile tulifika aya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Tumeeleza kuhusu habari ya zina, na katika suratu Nur ilieleza wazi kabisa kama zina na ndoa ya zina ni haramu. Zina ni haramu na ndoa ya zina ni haramu. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. tukasema maulama wamekhtalifiana uharamu huu. Uharamu hii iliyotajwa hapa ni haramu ya zina au haramu ya nikah. Tukaeleza kwamba uharamu iliyotajwa hapa wahurima dhalika ala almu'minin, kauli iliyokuwa ina nguvu ni nikah yenyewe. Ni haram nikah. Nikah kama tulivyozungumza huko nyuma kwamba nikah, maana ya nikah ina maana mbili. Ina maana ni ndoa hasa yenyewe inayojulikana, na nikah mangiano kwa njia ya fahisha, kwa njia ya ubaya. Na tukasema kwamba wako maulama wengine wanasema kwamba tafsiri ya aya hii الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, mzinifu akitaka kuzini, maana tanakah الشجر kipigwa na upepo ina mahabbat alayhi riyah. Sema miti ikipigwa na upepo basi huwa ina mangiano, na makusudio hapa ni zina. Maulama wengine wanasema kwamba mzinifu mwanamume akitaka kuzini hawezi kuzini na mwanamke ambaye mwenye heshima yake, sharafu yake, izi yake, mahala napotoka pazuri hawezi akampata. Mzinifu ni mtu mchafu, huyu ni mtu tahir vipi tena? Na wazania vile vile, mzinifu mwanamke akitaka kuzini hawezi kuzini isipokuwa na mzinifu mwenzake au mushriki. Mushriki ni hajali habali, mtu mwenye sifa ya ushirikina. Na tulikazungumza ushirikina, tulikazungumza hii ushirikina kwa urefu, lakini haikusajiliwa kwa sababu والذين صفة يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, mpaka tukafika والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Mambo matatu haya yanafatanishwa pahali pamoja ni kwa sababu jarima kubra, ni ya hatari. Sasa mzinifu mwanamke vile vile hawezi kuzini na mu'min hata siku moja. Mwenye iman, mwenye takwa hampate, atampata. Au mushriki. Mushriki tukasema kwamba mushriki ni mtu ambaye anaweza kufanya jambo lolote lile la maasi. Kwa hivyo hajali mwanamume na mwanamke
wachafu wawili hawa, basi hawezi kufanya machafu isipokuwa kwa watu wawili, vikundi viwili, mzinifu mwenzake au mushriki. Halafu tukazungumza kwamba aya hii haikuja kwa kutoa hukumu. Aya hii ni tanfir, inakuja kutoa habari kwamba kitu hichi ni kibaya na ni haramu. Wa hurrima dhalika ala almu'minin. Kauli ilikuwa ina nguvu zaidi ni kwamba wa hurrima dhalika ala almu'minin ni ndoa, wakitaka kufunga ndoa baada ya kuzini. Baada ya kuzini wakataka kufungwa ndoa, hiyo ni haramu ndoa hii. Wamefikiana maibadhi wote duniani na baadhi ya ndugu zetu wa Sunni vile vile swala hili, hasa wale waliokuwa na bopea wanafahamu katika takwa, hawakubali swala hii mtu kuzini na mwanamke halafu akaja akamoa. Na wanasema hawa wanaisema kwamba hii ndoa ni haramu. Qur'ani yenyewe ukisoma hasa kiundani utakuta hili swala ni haramu, na halafu inathibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapo ikawa hadithi zingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakupokea watu wengine hawakupata hadithi hiyo, lakini wengine wameipata hadithi hii iliyokuwa maana yake haina shaka an nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma rajul zana bimra'atin thumma tazawwajaha fahuma zaniyani abada. Hadithi hii نص الحديث عن ابن مسعود. ابن مسعود هو ينجلكان من صحابة جلي، سئل عن الرجل يزني بامرأة. kaulizwa Ibn Mas'ud kwamba mwanamume akizini na mwanamke thumma yankihuha, kisha akamoa. Qala, akasema huma zaniyani majtamaa, hawa ni wazinifu wawili mkusanyiko au mmoja wao. Hii ndoa ya kuwa pamoja, hii ni zina moja kwa moja. Kwa hivyo ndio alitoa fatwa Ibn Mas'ud. Kwa hivyo inapata nguvu hili swala kwamba zina kwa mtu maziniyate ni haramu, na tukataja huku nyuma, haina haja kurudia tena hili swala, lakini tunaongezea ushahidi zaidi. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema la nikaha baada sifah, haithibiti ndoa baada ya kufanya machafu. Ina maana mtu akifanya machafu, akitaka kumoa yule aliyofanya machafu naye, basi ndoa hiyo haithibiti. Lakini hadithi hii ndani ya Uislamu, na hadithi nyingine nasema awaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Kuna hadithi sasa wanategemea sana watu wanaisema kwamba ndoa inathibiti wakitubu wote wawili taubatan nasuha, ndoa inathibiti kutokana na hadithi hii. Lakini sasa maibadhi wanasema hadithi mbili hizi haiwezi kugongana, lazima itiwe ta'wil. Awaluhu sifah wa akhiruhu nikah, ina maana hadithi hii lazima itie ta'wili ili ikubaliane na hadithi ya la nikaha baada sifah. Nini ta'wili yake?
Tawili yake kwamba wakifanya machafu kabla ya kuslimu. Kabla ya kuslimu, ikiwa mtu kazini na mwanamke au ndoa yenyewe ovyo, haina misingi madhubuti, wanakaa tu, lakini baada hawajaslimu. Wakislimu basi yamekwisha yale yote. Alislam jubun ma qabla, Uislamu inafuta kila kitu kilichokuwa kinafanyika kabla ya Uislamu. Wakiingia katika Uislamu basi tena, hata ikiwa wanazini wale, wanaanza ndoa nyingine mpya, wakaishi maisha ya uhalal. Hii ndiyo taawili ya hadithi hiyo. Khalafu ثم زاد فقال وفي ذلك رد على من قال من المخالفين بتحليل نكاح المزنية الزاني مزنيته. na hii hadithi mbili hizi au tafsiri ya aya hii ni majibu ya wale wanaisema kwamba mtu akizini na mwanamke khalafu akimwoa hapana neno. Kwa hivyo wamejibiwa kwamba hiyo sio sahihi. Hiyo sio sahihi. Sahihi ni hiyo kwamba mtu akizini na mwanamke basi ndoa hiyo haithibiti tena, na wafarikishwa na wasionane, wawe mbali mbali kabisa. Hiyo ndiyo usahihi. Khalafu وقال الشيخ بعد هذه الأحاديث والروايات أفتى كثير من المخالفين بالجواز. mambo yote, ushahidi wote huu iliyotolewa, lakini hao waliokhalifu kauli hii kwamba inathibiti maanake hiyo ndoa, basi wametoa fatwa suala hili linafaa, lakini hakuna ushahidi wa kutosha. والجمهور على الجواز بعد التوبة والإنابة. جمهوري wao wajuzisha suala hii baada ya kutub taubatan nasuha. Kwa hivyo wamesema hakuna tatizo, lakini siko maibadhi wao wamekataa moja kwa moja, wala hakuna njia hata moja ya kujeuzisha hii swala. Hii ni jitihadi ya maulama, lakini kuna vile vile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema da' ma yuribik ila ma la yuribik. Acha kitu kenye shaka, ungie mahala palipokuwa hamna shaka. Ungie mahala hamna shaka. Hamna shaka ni hiyo. Yeye shaka, yani wanawake wako chungu mzima, lazima ende washakubaliana machafu, khalafu tena alhasili. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فقال أوله سفاح أوله سفاح وآخره نكاح. Ibn Abbas kaulizwa, hapa ndiyo kivumbi wa watu, ufahamu wa mtu. Akaulizwa Ibn Abbas, akaulizwa, je, unaonaje mtu kazini na mwanamke khalafu akaja akamoa? Akajibu hivi, awwaluhu sifah, mwanzo uchafu, wa akhiruhu nikah, na mwisho
ni ndoa. ويعني أن جوزه وضرب له مثلا كيجوزيش ابن عباس خلافة كيبيجي مفانو فقال هو كمن أكل ثمرة من نخلة غيره ثم اشتراها. Asema kama mfano wa mtu kienda kachuma tende kwenye mtende wa mtu, akachuma ile tende kwa njia ya kuiba, halafu akaja akainunua ile mtende. Vipi hapa? Akaipigia mfano namna hii. Lakini ili suala, walakin ashabuna awalu kalam ibn Abbas, sema maibadhi hasa wametia ta'wil hii maneno ya Ibn Abbas ikithibiti kweli kasema hivi, ikithibiti kama kasema hivi, basi ina ta'wil, ina tafsiri yake kama nilivyozungumza, haina haja kurejea tena. Bianna idha waqa dhalika fi shirk, yakiwa katika ushirikina, وقد كان الناس قبل مجيء الإسلام على الشرك, kabla kuja Uislamu ilikuwa ilani Waarabu wakati ule wengi sana, wengine wezi, wengine wazinifu, wengine wanalewa, wengine. Basi ilipokuja Uislamu, basi tena ikapitishwa msamaha tena wa mtu ikiwa kalewa kerudi kwenye akitubu tawbatan nasuha, ikiwa zinaa, ikiwa kaiba, ikiwa ghanima, hata zile ghanima zile katika vita vile kati ya Waislamu na makafir, wakachukua ghanima wale makafir, khalafa kaja kaslimu, haambiwi kama urejeshi. Alislam jubun ma qabla, inafuta kila kitu kilichokuwa kabla ya Uislamu. Hata ikiwa kachukua mali katika vita au nini, haambiwi arejeshe, wala vile vile haambiwi arejeshe sala, kwamba wewe hukusali, alikuwa kafir maanake yeye hajui. Sasa halazimishwi kwamba wewe urejee kusali tangu muda fulani kubalighi au miaka fulani, hapana. Kwa hivyo hii ina tawili ya hadithi, kwa sababu usipoawil itakuwa upande na aya ya Qur'ani na itakuwa upande na hadithi nyingine. ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaletwa kwa ajili ya kuwatoa watu kwenye viza, kwenye uharamu, kwenye machafu, kwenye ilani, akawapeleka mahala pa nuru, maanake Uislamu. Waishbihu hadha, inafanana na hiyo hadithi hii ya Ibn Abbas kuhusu habari ya hii ndoa, inafanana na hadithi nyingine aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna wa in zana wa in saraq. Yoyote anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah dakhala aljanna, basi ataingia peponi tu ikiwa taifanyia amali neno hili. Wa in zana wa in saraq, yapo ikawa kazini na yapo ikawa kaiba. Sasa maulama wamekhtalifiana katika hadithi hii. Wengine hadithi hii wameifasiri ndani ya Uislamu, lakini maibadhi wao wasema hapana, haiko ndani ya Uislamu. Ina maana mtu akisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah dakhala aljanna, atangia peponi, wa in zana wa in saraq,
nje ya Uislamu kabla kuslimu. Yapo ikawa kazini kaiba, kafanya mambo yoyote yale ya uharamu huu kabla ya kuslimu, basi msamaha inapitishwa, wa in zana wa in saraka, sio ndani ya Uislamu. Sasa ndani ya Uislamu ile haiwezi kusaidia la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah na huku nafanya maasi. Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwa yote. Hairuhusiwi, na alislamu juz'un la yatajazza. Uislamu hasa ni kitu huwezi kuigawa. Huwezi wewe ukasema sala alfajiri nsisali, nisali ya dhuhuri, au alasiri nsisali, almaghribi nisali, au ukaacha baadhi ya sala ukasali baadhi ya sala. Swala hii haifai, maanake sala zote zile zinaharibika. Yapo ikawa kuna maulamaa wengine ndio hivyo hivyo wanapita njia ya ufinyu na njia ya hatari, wanawapa watu fursa ya kupoteza sala zao, kupoteza maadili yao. Ndio wataona watu wengi sana kazini huku wanasali, wanaacha dhuhuri na alasri, khalafu akifika nyumbani au nini anasali zote sala zote, hata analipa. Hiyo haram, haifai. Lazima kila sala usali na kipindi chake, wakati wake. Kwa hivyo man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna wa in zana wa in saraq, ni nje ya Uislamu kabla ya kuslimu mambo haya. Lakini ndani ya Uislamu hapana ruhusa, hakuna ruhusa hiyo. Watu wengi wanasema kwamba wewe unashikana na dini halafu unafanya maasi, unangojea kwamba haya maasi unayofanya na madhambi inayofanya itachujwa na halafu maanake itafanywa mahisabu huko akhera. Hapana, hili jambo hili bwana, njia katika Uislamu kwa yote. Hata ikiwa unatokea bakti mbaya ukafanya maasi ukakosea, basi kimbilia kutubu, kimbilia kwenye toba, urejea kwenye ile msimamo wako ya Uislamu inavyokuamrisha. Kama mfano wa mtu anakwenda mahala na nguo zake safi na nini, kakanyaga ganda la ndizi vile, kunafahamu, akaja akaanguka njiani, akimbilia haraka kwenda kubadilisha nguo zake zile, na ikiwa unanguka pahale pachafu, kunafahamu, ujitahirisha haraka, urejea pale kwenye usafi wako. Ndio Uislamu inavyotakiwa. Si Uislamu ufanye maasi leo, mdhulumu huyu, umnyang'anye huyu, mkhadaa huyu, khalafu na huko ibada, na ile ibada zote zinaanguka. Kama kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusu habari ya hasad, anasema alhasadu yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhatab. Hii hasad khasa, mtu akiwa naye khalafa kaifanyia kazi. Maana hasad ukiwa nayo ndani ya moyo, una hasad lakini hujafanyia kazi, hii ni masala nyingine. Lakini ila hasadu ikija ndani ya moyo khalafu kaifanyia kazi, basi yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhatab. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha dhahir kwamba ukifanya ibada na huku ukifanya maasi, ila ibada unaziharibu. Tutahadhar, tuchukua hadhar.
na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe inshallah imani kali katika nyoyo zetu, tupendane, tusikilizane, tuwe kitu kimoja inshallah. Wakati inafika, au sio? اللهم علمنا ما لم نعلم، فهمنا ما لم نفهم، إنك أنت العز وأنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.